Habari za wakati huu, mtazamaji wa EA TV popote pale ulipo, karibu sasa katika Kurasa upata dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupekulia kurasa kwa hili. Bodi ya utalii nchini Tanzania TTDB kwa kushirikiana na shirika la ndege nchini Tanzania ATCL wameingia mkataba wa ushirikiano ambao kwa pamoja utasaidia kutangaza vivutio vya utalii vya Tanzania kwa watalii watakaokuwa wanasafiri kwa kutumia ndege hizo. Wakizungumza katika hafla hiyo ya utiaji saini wa makubaliano hayo, mwenyekiti wa bodi ya TTDB na mwenyekiti wa bodi ya ATCL kwa pamoja wamesema lengo ni kuhakikisha utalii wa Tanzania unakuwa, zoezi ambalo liliambatana na uzinduzi wa jarida litakalokuwepo ndani ya ndege hizo ambalo litakuwa linaelezea masuala mbalimbali ya utalii wa Tanzania. Yapo maeneo mengi ambayo tumekubaliana kushirikiana. Baadhi yake ni kama vile pamoja na TTB kuandaa semina za mafunzo kwa wafanyakazi wa ATL wakiwemo marubani na wahudumu wa ndani ya ndege kuhusu vivutio vyetu vya utalii na namna ya kuvitangaza kwa wasafiri watakaotumia ndege za ATCL. Katika mipango yetu ya mbele, ushirikiano huu utatusaidia kuiuza nchi yetu kwa kutangaza uwepo wa ATCL pamoja na kama mwezeshaji wa safari za kitalii, hivyo kuzifanya gharama za utalii kuwa chini, kwani watalii wataweza kuja moja kwa moja nchini. Tunategemea kuwa tutaituma TTB kama ulingo wa kuitangaza ATCL nchi za nje. Tuendelee kukupekulia kurasa kwa hili. Mamalishe katika soko la Kigogo Sambusa Kokomo jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kuharakisha mpango wake wa kuwapatia maji safi na salama katika soko hilo kutokana na sasa bado kuendelea kuwa kero kwa mamalishe hao. Wamesema licha ya serikali kuahidi kwamba watawapatia maji, lakini kero kubwa wanayoipata sasa ni umbali wa kupata maji hayo ili kuweza kupikia vyakula vyao, jambo ambalo wamesema ni hatari kwa usalama wa maisha yao kwa kuwa wanalazimika kuvuka barabara ili kwenda kutafuta maji yalipo. Hali ilikuwa ni mbaya kwa sababu maji tunapata mbali na yenyewe pengine ni ya chumvi. Hayo maji wanaojaza wenyewe ni ya bomba ambayo wanajaza kwenye matenki mawili, uyakute au usiyakute. Na huku ukiwa unasubirishwa kufanya biashara, maji hauna maji. Kwa hiyo hali ilikuwa ni mbaya. Ila sasa hivi tuna matumaini kwa sababu wanakuja kutuuliza kuhusu masuala ya kutuwekea maji. Ndio kidogo tuna matumaini, lakini hatujajua ni lini maji tutaletewa. Hamna maji, soko halina maji. Lakini tayari serikali ishawaambia itawaletea maji. Hii inazungumziaje? Sio kweli. Yako wapi maji yenyewe sasa? Mbona hatuyapati maji yenyewe, miezi inaisha? Kuna taratibu za kufanya ili maji yapatikane na tayari serikali ishawaahidi. Kama wanaenda tunawasubiri watuletee. Hatimaye baada ya siku 4 walikuja watu wa DAWASCO wakatuelezea utaratibu wa kufunga maji na wameahidi Jumatatu watakuja kufunga. Tumalizie kukupekulia kurasa kwa hili. Mwenyekiti wa kamati ya uongozi wa shule ya msingi Kawe A Bwana Ramadhani Mbozi kwa kushirikiana na diwani wa kata hiyo ameanza hatua ya ujenzi wa uzio wa shule hiyo kutokana na hapo awali kuwepo kwa mwingiliano wa makundi hatarishi kwa wanafunzi wa shule hiyo. Akizungumza na Kurasa leo, mwenyekiti huyo wa kamati ya uongozi wa shule amesema uzio huo utasaidia kuzuia watu kupita hovyo katika maeneo ya shule hiyo, huku vipindi vya kufundisha wanafunzi vikiwa vinaendelea, kwani hali hiyo inasababisha wanafunzi kushindwa kufuatilia masomo na matokeo yake huhamishia mawazo yao nje ya darasa. Hali ilikuwa mbaya sana, kwani shule hizi za Kawe A na Tumaini zipo squatter. Kwa hiyo hakuna njia ambazo zinaelekeza watu wananchi wa mtaani wanapita shuleni hapa. Pili, makundi ya vijana ambao wanavuta bangi. Kwa kuwa eneo hili ni kubwa, walikuwa tumia kigezo kuja kucheza mpira lakini wanavuta bangi na kukaba watu. Lakini hali kadhalika mchana, muda wa shule, kuna makundi mengine yanakuja hapa kuja kuwatongoza watoto, kuwajanganya kabila vidogo dogo. Kwa hiyo kwa kujenga ukuta huu, tunashukuru kabisa kwamba yale yote makundi mabaya au mambo mabaya hayatakuwepo tena. Mtazamaji, tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kutazama Kurasa hapo kesho, na pia usisite kututumia maoni yako kupitia barua pepe yetu ya kurasa@eatv.tv. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kuletea Kurasa, jina langu ni Elikunda Materu, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyofuata hapa EA TV. Kurasa.